Mimi nitafupisha tu kusema kwamba kwanza nashukuru kupata nafasi hii, na nikitoa ushuhuda wa Watonet na waandaaji. Mimi nashukuru sana kwamba kwa niaba ya wenzangu, kwangu mimi kijijini pale wamekuja mara kadhaa na wamezungumza na kamati ya VLC ambayo wamesema, na vile vile wameintroduce swala la mambo ya utalii. Kwa hiyo mimi na viongozi wenzangu na wote ambao tulikutana nao tumevutiwa sana, kwa sababu masuala hayo yote ambayo wanakwenda kuya address ni masuala ambayo yapo on the ground. Ukienda kwenye kamati unakuta kamati inaweza kuchaguliwa inakaa miaka mitatu, lakini mpaka mwisho wanamaliza na kwambia hata kazi zao hawazijui, hawana budget, hawajui mipango, hawajawafikia wananchi, hawajashiriki hata kushiriki katika mambo ya patrol zile katika ngazi yao kuhimiza uhifadhi wa rasilimali. Kwa hiyo kuna gap kubwa katika maeneo hayo. Kwa hiyo capacity building kwenye maeneo hayo ilikuwa inahitajiwa sana. Kwa hiyo mimi nashukuru na tuna mategemeo makubwa sana na katika uwezeshaji wa hizi kamati. Nafikiri wenzangu hao viongozi kwenye ngazi ya kijiji watanielewa, sababu yanayotokea kwenye kijiji changu mimi nafikiri ndio mote yanatokea. Kwa upande wa utalii, nimekuta wamezungumza habari ya utalii pale, ambao utalii unaojumuisha jamii katika level ya kijiji. Nafikiri watu wengi au watu wanaoshika kwenye sekta ya utalii tuna malalamiko kwamba utalii huko, lakini hatuoni sisi watu wa chini tunanufaika vipi. Kwa hiyo wao wameleta utalii ambao utamhusisha mtu wa chini ambaye yuko kwenye ngazi ya jamii pale, na yeye atakuwa na vijiji vile vile nao vitanufaika kwa namna mbalimbali za kimapato katika utalii ambao utahusika na jamii. Kwa hiyo mipango yote miwili mimi nina mategemeo nayo makubwa kwamba inakwenda kugeuza hali zetu za uchumi na maendeleo katika ngazi ya kijiji, na itaenda kuhamasisha matumizi endelevu ya rasilimali ambayo wakati mwingine inakuwa haifanyiki ipasavyo. Kwa hiyo nawashukuru sana Watonet, hongera sana. Mwishoni kwamba tumevutiwa pia hawa ambao wanahusika na Watonet ni vijana wetu hapa Mafia. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kuweza kupenya na kuhamasisha pia katika maeneo mengine kwamba kumbe inawezekana hizi kazi na wao wakawa wanashiriki. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana. Zamani kuna changamoto nyingi kwa wanawake hasa wanaocheza vikoba. Yaani vikoba vipo, tunacheza, lakini tuna changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili. Lakini hii inatokana nini? Kutokana hatuna mafunzo ya aina yoyote. Lakini sasa wao kama watajikita zaidi kama walivyosema kutoa mafunzo katika vikoba, hii kusema kweli itatusaidia wanawake na italeta mabadiliko ya mwanamke mmoja mmoja hata kwa jamii kwa ujumla. Wanawake kweli tunacheza vikoba, lakini hatuna mabadiliko yoyote. Utamkuta mwanamke anacheza vikoba, mwisho wa siku anavunja, hatoki na kitu. Aidha amechukua mkopo, kwa hiyo siku akavunja vikoba pale na ile mkopo ameshindwa kurudisha, ina maana siku ya mwisho wa siku pale hatoki na kitu. Kwa hiyo ina maana mwanamke anateseka, lakini hana anachokipata. Hii kutokana nini? Hana mafunzo. Lakini chengine, vikoba hivyo baadhi ya wanawake wanazulumiana. Kesi nyingi ziko kwa watendaji wa vijiji. Jamani, si kweli watendaji wana kesi mpaka wanazikimbia za watu wa vikoba. Lakini chengine, kina baba nao mnatuangusha. Mwanamke akicheza vikoba, mwisho wa siku kijua leo mke wangu anavunja vikoba, siku ya mwanamke uende mbali. Mwanamke akishika fagio, mwanamume anaona karibu, akipika ndio unajisogeza nini, umesikia mwanamke anafanya nini? Anavunja vikoba. Kwa hiyo nao wanaume nao kuja mtuangalie, mtuachie, sisi tuna majukumu yetu kama wanawake. Kwa hiyo mimi yangu ni hayo, napongeza Watonet kwa wale ambao mmeamua kutufanyia, hususan elimu kwenye vikoba, ni jambo jema. Kwetu hapa Mafia zilianzishwa rasmi mwishoni mwa mwaka 2007, lakini uanzishwaji wa hizi BMU ulitokana na ile taasisi ya WWF kwa msaada wa serikali ya halmashauri ya Mafia. Na lengo la WWF ni kuziona hizi BMU zinazipa uwezo, zinajengea uwezo kwa maana zimeizipa elimu, lakini baada ya muda zionekane hizi BMU zinaweza kutembea zenyewe baada ya yale mafunzo. Na lengo hilo lilishindikana kwa sababu ya mabadiliko na changamoto mbalimbali ambazo zimetukuta BMU katika maeneo yetu. Moja ya changamoto zilizozitukuta ni yale mabadiliko ya uongozi wa mara kwa mara, hali ya kamba iliyochukulia kwamba wale viongozi ambao sisi tulipata mafunzo mwanzo, baada ya yale mabadiliko ya viongozi, maana yake wale viongozi waliokuja sasa wakawa hawajui uendeshaji wa
shughuli zile za BMU. Kwangu sasa hawa WATONET na hili zoezi la uanzishwaji na ufuatiliaji wa hizi BMU kuzijengea uwezo, tunaenda kufufua matumaini mapya katika hizi BMU zetu, lakini tunaenda kufanya shughuli kwa uelewa katika maeneo yetu. Mimi nimeguswa sana katika eneo hilo, lakini nimeguswa na ule uanzishwaji wa mtandao wa BMU za wilaya ya Mafia. Sasa hivi tunaenda kuanzisha zile doria za pamoja, kupata takwimu za pamoja katika eneo letu, lakini BMU sasa kupitia vikao vyetu tunaenda kuishauri serikali na kuwaeleza sasa serikali katika eneo letu la Mafia tuna vyombo vingapi, tuna wavuvi wangapi, lakini tuna makadirio katika halmashauri kukata leseni ngapi, kwa sababu tutakuwa tunajua idadi kamili ya wadau wote wa uvuvi katika maeneo kwangu. Nimeguswa sana na uanzishwaji wa hizi mtandao wa BMU, kwani hapo mwanzo tulikuwa ni mpango mkakati wa kuanzisha huu mtandao, lakini ulishindikana baada ya WWF kuamini kwamba sasa zile faida walizozitoa na ule msaada na elimu kwamba tunaweza kujiendesha, tulikwama. Sasa WATONET wanaenda kutuinua, lakini katika hilo manake tunaenda kufanikisha lile ambalo tulishindwa kufanikisha hapo mwanzo. Niwashukuru sana, asante. Kwanza jambo hili la leo kama ingalikuwa pale Mwanza basi lingalifanyika Rock City, na kama Dar es Salaam lingalifanyika labda Mlimani City. Ni jambo kubwa kwa wale watu ambao wenye mtazamo wa mbele zaidi, ni jambo kubwa, na vyombo vyote vya habari leo hii kama eneo jingine wangalikuwa wanalirusha ile jambo ni live. Lakini kwa watu ambao hawana upeo wa nini ambacho kinafanyika katika eneo hili leo, wanaweza kaona ni jambo dogo sana. Kwa nini nasema hivyo? Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa fursa kwa wadau wa NGOs kuweza kufanya yale ambayo serikali wanadhamiria kuyafanya kwa wananchi, yafanye na taasisi na NGOs ambayo leo hii WATONET inakuja kuzinduliwa katika wilaya yetu ya Mafia. Kwa hiyo mimi niseme ni jambo kubwa, na katika yale malengo na madhumuni, kama tutakwenda vile, lengo la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika dhana zima ya uchumi wa bluu, tunakwenda kunufaika pale. Nikuombe mgeni rasmi pamoja na mkurugenzi na mwenyekiti wetu wa halmashauri, kama kuna kasoro ndogo ambazo zitasababisha malengo na dhamira ya hili jambo lisifikiwe, ni haraka kukaa nao. Ni jambo hili ni zuri, na sio kila kitu kitafanywa na serikali. Serikali anatoa njia, anaonesha njia. Taasisi kama hizi zinazojitokeza ndiyo sasa ile njia inapitwa kwa ridhaa ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama wilaya. Kwa hiyo sisi tunasema tupo pamoja na karibuni sana katika wilaya yetu ya Mafia, na na imani kwamba kwa kuwa DC Kupare na mkurugenzi wamejiridhisha kwamba hiki ni chombo ambacho kinaweza kikaisaidia serikali katika dhana nzima ya uchumi wa bluu. Waheshimiwa wenyeviti wa vijiji, nyinyi ndio wenye watu kule vijijini. BMU na VLC zipo chini yenu, na imani uimara wenu, usimamizi wenu kwa wananchi, haya malengo na dhamira hii hayataishia katika vitabu pamoja na katika vichwa vyetu, yataenda sasa moja kwa moja kwenda kutekelezwa kwa umuhimu wake, kwa maana kwamba ni wenye viti muhimu, mnauelewa na mna uwezo mkubwa zaidi. Baada ya kusema hayo, niseme asante sana, nami kwa niaba ya madiwani wenzangu tunasema tupo pamoja pale ambapo mtakuwa mtushirikisha kama hivi leo, na sisi tunasema kwamba siku zote tuko tutafuta takwimu ya kwamba vyombo vijani vingapi vitakata leseni kwa mwaka. Sasa tunapata chombo ambacho cha kutusaidia sisi kama halmashauri kutuletea takwimu ya vyombo ambavyo vitakata leseni wavuvi hao. Tumeupokea mradi kwa mikono miwili na tutatoa ushirikiano wetu kadri vile inavyohitajika. Cha kuwashauri tu wenzetu WATONET na Blue Venture, najua BMU na VLC wana matumaini makubwa kwa sababu umetembea huko,
Napenda vile vitu vyote mlivyoainisha kuvifanya, ni bora mkavifanya, kwa sababu visipofanyika kinyume chake, huwa mara nyingi shutuma zinashuka kwenye serikali. Kwa hiyo nawashauri tutekeleze